kwa papa mpya. Tutakuwa tunarejelea huko tu kujua ni yapi ambayo yanaendelea, lakini kwa hivi sasa turudi hapa ndani ya studio, na kabla ya kwenda kwenye mapumziko ulikuwa tumezungumza kuhusiana na masala ya dharura za nyumbani, na naona hapa kuna watu ambao tayari wanafuatilia. Tumezungumza tukasema mtu anapoanguka pengine na kutoa sauti ama kupiga kelele inaashiria kwamba hayuko katika hatari sana kulingana na vile ambavyo mnafanya kazi zenu. Sasa kuna mtu anauliza, wakati mtu anapoanguka na kunyamaza ama yule ambaye hana kufurukuta kufanya nini, mtu anastahili ufanye nini? Asante kwa swali hilo, na ni swali mzuri sana. Wakati huo ni unaenda una stabilize ama unahakikisha kwamba airway iko open ama iko njia yenye anaweza kupumua. Na katika huduma ya kwanza huwa tunafundisha mambo mawili pale. Kuna ile tunaita head tilt chin lift. So una support kichwa in a way that ataweza kupumua. Na kama hawezi kupumua, hiyo ni jambo lingine sasa ambalo tunaita CPR. Sasa unamfanyia resuscitation ama ile kupumua kwa niaba yake. Sasa unamweka hewa. Nadhani ingekuwa vizuri zaidi utuonyeshe. Maanake unajua wenyewe wanasema kwamba ukiona kitu kikifanywa ndio unaelewa zaidi. Sasa hapo unatuambia kwamba umsaidie kupumua kama atakuwa apumue. Sasa pengine Bwana Sami bali utumike kidogo hapa usaidie kufanya hiyo demonstration. Okay. Tuko hapa na dummy ama ile tunaita chombo cha kutumia wakati kama huu wa demonstration, maana tuweze kuifanya na mtu aliye hai. So ndakaribisha mwenzangu tusaidiane ili tuweze kuonyesha jinsi ya kukabiliana na hali hiyo. Wakati mtu ambaye hazungumzi amenyamaza, watu wana wasiwasi. Ndio. So ni vyema tuweze kujikinga, kwa sababu wakati tunafanya huduma ya kwanza lazima tuangalie usalama wetu kwanza, kwa sababu hautataka tena kuwa mgonjwa ama mgonjwa wa pili. So tuko tayari, tuko tayari, na hapa tunaangalia mtu ambaye pengine ameanguka akanyamaza na hatuna ule ufahamu ni nini imefanyika. So ile kitu ya kwanza tunafaa kufanya ni kuassess ama kuangalia ni nini hasa imefanyika. So tu assume huyu dami wetu ni mtu ambaye ameanguka. So kitu ya kwanza tutakaribia yule mgonjwa na tuangalie hatari ambayo iko. Inaweza kuwa pengine alivuta hewa ya sumu, inaweza kuwa pengine ilitoka kwa gesi ambayo ilikuwa inavuja, ama pengine kulikuwa na baridi, ama kulikuwa na environment ama hewa ambayo haikuwa dhabiti kwake. Ama inaweza kuwa pengine huyu alikuwa na ugonjwa ama kuna magonjwa ambayo yanamtatiza. Na hayo magonjwa yanamtatiza, inafika kikomo ndio maana anaanguka chini. So tunataka tuangalie ni nini imefanyika. So tutaangalia kama ni mtu tu pengine kama vile tulivyosema ameanguka kwenye stairs, akanyamaza, ameteleza mahali akaanguka. Ndio. Okay. So tutazunguka, tutaangalia, tutamuita Ann. Tumpatie jina la Ann. So tutaangalia iko sawa, hajaanguka kwa sababu ya maji ama stima, na iko sawa. So tutaenda step ya pili ambayo ni kuangalia kama anaweza kuitika. Hello Ann. Ann, karibia Ann. Ann, jaribu kuona kama anaweza kukusikia ama anaweza itikia. Ann, unanisikia? Unanisikia? Fungua macho. So katika hii tunapata kwamba yeye haizi fungua macho ama hakusikii. So tutaangalia tuone ni nini ambayo inaendelea kwa Ann. Ann. So tutafungua nguo yake kidogo pale, kifua yake tuangalie, alafu tunaweza fanya stimulation tuone kama ana respond. Na sasa tukiona ha respond kabisa,
hapa sasa inaonyesha kwamba kuna mambo ambayo yanafanyika, na hii response inaanzia kwa ubongo, kwa ubongo na systems zake za mwili. Sasa hapa lazima tukue very careful, kwa sababu anaweza kuwa hatarini zaidi. So hapa nikiona haezi respond, then the next step nitaambia mwenzangu hapa inaonekana tuko hatarini. So tunaomba kwanza tuanze kutayarisha kupiga namba ya ambulensi, ndio iweze kuwa tayari kuja pande hii ingine. So ile ya pili nitafungua hewa yake. Kufungua hewa yake inamaanisha inaweza kuwa pengine ulimi yake imeanguka chini, inazuia hewa kuingia ndani. So nitajaribu kuinua kichwa yake juu, hiyo position tunaita head tilt, chin lift. So tukiangalia tuone even after kufanya head tilt, chin lift, hakuna kitu yote inafanyika. Then sasa tuangalie kama yeye anaweza kupumua. Na kupumua, kwa sababu tumemfungua, tunaangalia kifua yake kama inaenda juu ama inarudi chini. So kumbuka, hii ni ile step tunasema DR A B C. So A tumefungua hewa, B tunaangalia kama kifua yake inainuka, na C pia tutaangalia kama kuna mzunguko wa damu mwilini. Lakini kwa sababu sisi si madaktari, tunaweza kosa kujua hiyo C kwa sasa, lakini wacha tuangalie kama anaweza kupumua. Na tutaangalia nini? Angalia kama inapanda juu, inarudi chini, ama ekelea mkono wako pale usikie kama hewa yake inakuja juu. Tukipata hewa yake iko, anaweza kupumua wakati huu, lakini haezi kutuongelesha ama hana ile fahamu. Kwa hivyo hatari yake imepungua. So wakati huu, kwa sababu ya hewa yake iko sawa na anapumua, lakini hana ile fahamu ya kujua ni nini inaendelea, hayuko kwa hatari sana. So katika hii muda ndio nitaambia mwenzangu tutamweka in a recovery position. Lakini kama hewa yake imefunguka, lakini hana ile tunaita signs of life, hapumui na hana mzunguko mwilini, so kumaanisha sasa hapa ako katika hatari zaidi. Na hiyo sasa ndio tunasema pengine moyo wake umesimama, ama pengine moyo wake uko na tatizo, ndio maana ameingia katika ile hali. Na ikifikia hapo ndio tutafanya ile step ya CPR. Ndio. So ningependa mwenzangu aniweke in a recovery position kwanza, alafu sasa tutamalizia na CPR. Okay. So wacha mimi ndio nikue yeye, ndio aweze kuniweka in a recovery position. Asante. So asante Bwana Sami. So step ya muhimu pale, kuna kitu alitaja cha muhimu sana, kwamba mimi kama msaidizi wake pale nyumbani niweze kupiga simu kwa shirika la Msalaba Mwekundu ama shirika lolote lile ambalo pengine kuna namba za hospitali iliyo karibu, ndio hiyo nambari zozote za dharura, upige simu ili waweze kukuja. Wanapojiandaa kuja, hafai kukaa hivi. Maana akikaa hivi, wakati mwingine unakuta mgonjwa ama mtu ambaye aliyejeruhiwa anaweza kutapika. Na akitapika akiwa hivi, yale matapiko yanaweza kumchoke na yarudi katika airway. So kuondoa ile hatari, ndio maana sasa tunamweka katika recovery position. Na recovery position steps zake ni straightforward, yani hazina technicalities zozote. Unamweka hiyo, tunaitanga wakati tunafundisha huduma ya kwanza police stop sign. So katika ile police stop sign unaweka huo mkono, huu mwingine unauchukua, unaweka pande hii, alafu mguu huu, kama ni mwanamume na amevaa longi ama hata mwanadada na amevaa longi, unainua hivyo. Na unashika huu mguu na huu mkono, alafu unapindua yeye pole pole tu katika upande wako hivi. Haya, make sure kwamba airway iko open, mguu huu uko hivi, na unainua ili uweze kumake sure hii mwili haitarudi chini, alale na tumbo. So unaangalia pia kutoka kichwa hadi mgongo, uone kama kuna jiraha lolote ambalo amepata kwa mgongo. Na uwe upande ule ama uwe upande huu,
haijalishi step ama procedure ni ile ile tu. Okay. So hii ndio tunaita recovery position. Na, ni position ambayo tunafunzwa mara nyingi, lakini nadhani ikifika wakati wa dharura watu pengine sijui ni kupani kama ni kufanya nini. Lakini natumai kadri tunavyozidi kuelimishwa itakuwa ni kitu ambacho tutakiweka katika fingertips zetu, iwe tunaweza kukifanya kwa haraka tu. Na kama ni mtu amevaa sketi usiinue mguu, unaweka tu X hivyo. Una criss cross. Halafu procedure tu inaendelea, na kumpindua utampindua kupitia kiuno chake. Unapindua tu hivi. Alafu sasa unaendelea, tunaekelea shuka juu na mguu tuna support. Okay. Hivyo tu. Sawa sawa. Asante. Kwa hivyo tunamweka hivyo tukisubiri usaidizi kwa ambulance ama pengine daktari anakuja kumhudumia. Yes, ambulance sana sana ndio iweze kumpeleka hospitalini. Okay. Asante. Sawa sawa. Haya. Okay. So hiyo ilikuwa ni step ya kuonesha mtu ambaye hana fahamu lakini anapumua. Kuna step ya tatu, mtu ambaye hana fahamu, hapumui, hiyo tunaita hana zile signs za maisha. Na hiyo ni hatari sana. Hapo kitu ya kwanza unafaa kufanya ni kupiga namba ya ambulensi ili wawe wanakuja, wewe ukiendelea na ile huduma ya kwanza. So Mr. Benjamin, naomba tafadhali pigia ambulance ama hospitali ambayo iko karibu ili weze kuja tukiendelea kusaidia huyu mgonjwa wetu. Mfano mtu yuko peke yake na mgonjwa. Manake hapa unajua tunafanya kwa sababu tunataka kuonyesha, lakini inakukuta ni wewe tu na mwenzako mko ndani ya nyumba. Utafanyaje? Na wakati huo pengine umetaharuki, hujui ushike wapi. Mnamshauri mtu mwanzo awe namna gani ndio aweze kumhudumia mwenzake? Kitu ya kwanza, wakati wa jambo la dharura tunakuwa na ile tunaita panic. Kitu ya kwanza tunasema stay calm. Yes. Kwa sababu usipo stay calm inamaanisha kwamba chochote ambacho utaenda kufanya haitakusaidia ama utaifanya kimakosa. So stay calm. Na kustay calm tunasema ufanye nini? Mtu amepata jambo la dharura. Usikimbilie kumsaidia. Kwanza wewe jiangalie. Nini nitafanyika kwako? Kuna ile kitu tunaita ile mshtuko wako itakuja kwanza. Tuliza huo mshtuko wako. Ukituliza mshtuko wako, sasa unaweza kwenda step ya kusaidia mgonjwa. Kwa sababu tumeona wakati mwingi mtu ambaye anajaribu kusaidia mwenzake na yeye mwenyewe hayuko stable, huenda akafanya makosa zaidi ya kumdhuru ule mgonjwa kuliko kumsaidia. So stay calm, breathe in, breathe out. Ukishafanya hivyo, jipange kimawazo. Nafaa kufanya nini? Fanya assessment yako step by step. Remain calm, assessment process yako itaambatana kulingana na vile unastahili kufanya. So hiyo inamaanisha kwamba ukiwa peke yako, don't panic, hauna mtu wa kutuma, eka simu yako karibu. Ukishaweka simu yako karibu, kitu kingine utafaa kuangalia kwanza, kagua mgonjwa wako ako hali gani. Ukipata mgonjwa wako katika kile hali tunaita ya dharura, piga simu. Wacha ambulance ikuje, alafu endelea kusaidia mgonjwa wako. Naam. So huyu mgonjwa wetu ako pale chini, tutaendelea tena tuangalie Ann, fungua macho yako. Unanisikia? Ann hanisikii, hawezi fungua macho yake. Kitu ambayo tunafaa kufanya sasa very quickly ni kuangalia zile signs of life. Ann, so nitaweka head tilt, chin lift, niangalie kama anapumua. Naona kweli hapumui. Mr. Benjamin, piga ambulensi haraka uwezekano, waambie tuko na mgonjwa hapa ambaye ako na jambo la dharura na hawezi ongea, hawezi pumua. Na tafadhali ambulensi ikikuja ikue ambulensi ambayo iko fully equipped. Asante. Haya, sasa tukipiga simu ni muhimu watu waseme mahali uko na ujitambulishe wewe ni nani, na vile vile useme ni nini kinachofanya upige simu. Sana sana watu wakipiga simu huwa wanasahau kupeana maelekezo mazuri. Jitambulishe, sema mahali ulipo, sema ni nini kimefanya upige ile simu,
na unahitaji nini. Alafu kisha usiwakatie simu. Waruhusu kama wako na swali lolote wakuulize na ujibu, na wacha wao wakate simu, sio wewe ukate. Maana wakati mwingi huwa tunakata na kumbe walikuwa na swali lingine la kutuuliza. So tumepiga simu, wako njiani wanakuja. So wakati uko na mgonjwa pale, ni nini na itahatarisha maisha ya mgonjwa? Ni kutozunguka kwa damu mwilini. Tunajua moyo inasaidia kuzungusha damu mwilini, na hii damu ni muhimu kwa sababu damu ndio inatupatia uhai. Damu inatupatia afya. Sasa lengo letu kuu ni kuhakikisha kwamba hiyo damu inazunguka mwilini, na hasa pale kwa kichwa ama pale kwa ubongo. So mimi nitajiandaa kusaidia huyu mgonjwa na nitamfanyia tekniki ambayo tunaita cardiopulmonary resuscitation. So hii tekniki itasaidia kuzungusha damu mwilini, na kwa sababu hii it is a critical technique, lazima ufunzwe ili uweze kuifanya ipasavyo, kwa sababu iko na ile mpangilio wa kuifanya. Now, wacha niseme mambo mawili. Kitu ya kwanza ni kwamba wakati unataka kufanya hii CPR, unaangalia ujuzi yako imefikia wapi. Kama wewe hauna ujuzi wa kutosha, unaweza finya kifua peke yake wakati damu inazunguka. Lakini kama umepata mafunzo dhabiti, unaweza finya kifua na bado unaweza ongeza hewa kwa huyu mgonjwa. Na hiyo wakati unaweka hewa kwa mgonjwa, lazima pia ukuwe na kizuizi ambacho kitakusaidia wewe usiweze kukua na ile tunaita kuambukizana kwa huyo mgonjwa. Kama hauna kizuizi, tafadhali ufanye tu hiyo tunaita compressions only. Na tukizungumzia kizuizi hapa nitadhani ni mask. Mask, yes. Yes. Na unaweza ukachukua nguo pengine kitambara, ama kitambara hewa haitapita kama huna mask pengine nyumbani. Itapita, lakini hiyo haijatengenezwa vile ambayo inaweza zuia nyinyi wote wawili kuambukizana. Hiyo kizuizi tunaita kwa kimombo resuscitation mask. Na hiyo kizuizi huwa iko katika ile first aid box yako. Ukinunua first aid box, hiyo utaipata iko pale ndani. Sasa hiyo ndio itatumika kuwekelea hapo juu ndio uweze kupuliza ile hewa ndani. Lakini wengine, mtu pengine yuko nyumbani atasema huu ni mtu wangu, namjua na najua si mgonjwa, si unaweza kuendelea tu? Sawa kabisa. Awe mume wako, awe mke wako, ama mtoto wako, hiyo inaruhusiwa. Bora tu usiweze kuambukizana kwa mtu ambaye hamfahamu. Naam. So kwa sababu mimi nataka niwaoneshe tu vile ambapo unafaa kufanya, focus itakuwa ni ile damu iweze kuzunguka. So utatafuta katikati ya moyo, chini ya mkono wake pale katikati ya moyo, uwekelee mkono wako ambao uko na nguvu zaidi, kuja karibu na mgonjwa, alafu uweze kujiposition in a way that utakuwa very comfortable. Huyu mgonjwa lazima alale mahali ambapo tunaita flat firm surface. Si kwa kitanda, mweke chini ambapo mahali ambapo yeye mwenyewe hataweza ukimfinya hataweza kurudi juu. Ndio ili tuweze kukua na ile tunaita accurate compressions. Kuja karibu na mgonjwa, alafu jiposition wewe mwenyewe, and then kuna ile standard tunatumia. Kama utatumia mikono peke yake, unastahili kufinya kifua yake mara 100 ama mara 120 kwa dakika moja. Na unafaa kufanya hii compressions hadi dakika 2. Wacha niwaoneshe hadi dakika 1 ili ndio uweze kuona kwamba hii kazi sio rahisi, lakini itasaidia mgonjwa. Okay? Haya, nitaanza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Ukiendelea hivyo, tafadhali kusikwe na interruptions zozote. Tafadhali wakati unafinya hii kifua, unaangalia kwamba usiende mbio sana na usiende polepole sana. Kuna ile consistency lazima umaintain, ndio ili damu pia iweze kuzunguka ipasavyo. Moyo wakati inafinywa iweze kuenda chini na iachilie tena damu izunguke mwilini. So kwa sababu gani nilitisha usaidizi? Ukifanya hii technique utachoka. Ndio maana unataka wenzako wafike waweze kusaidia. Kwa bahati nzuri pengine umefika 30. Mgonjwa akainuka, kweli, akashtuka, yani
akaanza kurespond. Yes. Unastahili kufanya nini? Uendelee tu hivyo ama unafanyaje, unaacha? Maanake mwingine anaweza kuwa excited akaona ashakuja yuko sawa sasa. Okay, swali nzuri sana. Wakati unafanya hii compressions alafu mgonjwa aamke ama akohoe, tafadhali wacha. Kwa sababu umemeet ile objective yako. So tuseme amekohoa. Nitasimama, nikuje nimwangalie. Ni confirm kwamba ama nihakikishe kwamba amerudi katika ile hali yake ya kawaida. So nitaangalia kama anapumua, niangalie kifua yake kama inaenda juu chini, alafu kama niko na ujuzi wa kuangalia pulse ama ile mzunguko wa damu pia nitaangalia. Okay? Hivyo ndio inastahili kufanyika. Ndio. Makosa gani ambayo watu wanayafanya katika harakati hizi? Naam, Benjamin. Makosa ya kwanza ni kwa mfano, ukiuliza mtu mahali moyo upo, ama kwa kimombo the heart, watu wengi wanaguza hapa upande wa kushoto. Kwa hivyo kosa la kwanza utakuta mtu ataenda katika mbavu kufinya. Na akifinya mbavu, hivyo ndio unakuta wengine wanavunja mbavu. Kwa hivyo tunasema moyo uko hapa katikati, mfupa hapa wa katikati. Kwa hivyo ndio maana tunasema mkono wako hapa tunaita katika wrist hapa katikati, uweke kwa huo mfupa. Huu mfupa si rahisi kuuvunja. So kosa la kwanza ni kutokupata mahali sawa pa kuweka huu mkono. Kosa la pili ni wakati unavyopeana hizi compressions, kuna interruptions mingi. Unaongea ama unasikiza mwenzako anakuambia nini, kwa hivyo una stop ama unaachilia. So hizo interruptions zinamaanisha kwamba haufanyi CPR visawa. Kwa hivyo haitakuwa na benefits ama manufaa kwa kile unachotaka kuachieve. Kosa la tatu ni kwamba unapata unapofinya unakawia pale. Kwa hivyo tunasema unafaa kufinya na kutoka. Press hivyo, unafinya ile consistency tu. So si ufinye ukae hapo tena ufinye, yani ni kama hauna ile taratibu ambazo zinafaa kufanywa. Na ndio maana mwenzangu amesema kwamba CPR ni kitu nafaa kwenda pia uelezewe na ufunzwe jinsi ya kuifanya. Kuna dhana ama tabia ambayo watu wanapenda sana. Mtu akiwa pengine amezirai ama alikuwa hana fahamu, akija kitu cha kwanza utasikia mpe maji. Ama mwingine mpe maziwa. Ni sawa? Si sawa kabisa, maana huwa tunasema katika somo la huduma ya kwanza ni nothing by mouth. Yani usimpe chochote kwa mdomo. Kunazo sababu kadhaa. Sababu la kwanza ni haujui hali yake ndani ya kimwili iko vipi. Sababu la pili ni kwamba hata wakati unaenda hospitalini, kumbuka hili ni jambo la dharura, na anapofika hospitalini huenda ikawa anahitajika kupelekwa katika chumba cha upasuaji. Na kama amekula wakati huo huo itamaanisha kwamba watangoja. So tuta delay zile procedures za upasuaji kwa sababu vile tushamfeed, tumempatia chakula katika scene ya accident. Kwa hivyo hakuna maji, hakuna nini, wewe wacha madaktari waendelee na kazi yao. Tosha. Wewe fanya ile unaona ambaye inasaidia hiyo jeraha ama hali yake ya saa hiyo. Lakini usimpe chakula. Sawa sawa, natumai utalizingatia hilo. Manake ukishasikia mtu ameanza kukohoa, haya huyu amepaliwa. Maji, soda, sijui mkate. Sawa sawa. Mtazamaji, tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, lakini usende mbali, muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunaendelea na jukwaa la afya. Endelea kuzungumza nasi, maswali yako mengi tu hapa. Bwana Sami na Benjamin muna maswali mengi. Kuna mwingine pia anauliza gasi kiwaka moto nyumbani nitafanyaje? Natumai tutakuwa na muda wote hao ya kueleza majibu hayo. Mtazamaji, tunarejea muda usiokuwa mrefu, makinika ulipo.